Chaguo la mama, chaguo la mama, chaguo la mama. Sio rahisi kama unavyozani, sio rahisi utazani ni utani. Pale jicho linapokuwa na ukungu, kufosi kutazama. Pole sana kwa aliyokukuta. Lakini kwenye maisha hivi ni vitu vya kawaida sana. Kwa sababu hakuna safari ambayo imekuwa imenyoka tu ya mafanikio. Lazima utakutana na changamoto kama hizi. Unatakiwa utumie akili sana ili uweze kuzitatua. La sivyo zitakurejesha nyuma kila kukicha. Kwa hiyo mimi ninachokuomba, usichoke kupambana. Ipo siku kila kitu kitakuwa sawa. Mimi ningeomba ukae kabisa mbali na mimi. Maana yake yani sitaki hata matatizo. Unajua kukaa mbali na mimi sio sababu ya wewe labda kila kitu chako kwenda sawa. Inawezekana upo karibu na mimi lakini pia matatizo mengine yakakukuta. Muhimu kwenye maisha unatakiwa uwe mvumilivu. Kwa hicho ambacho tunachokutana nacho na wakati humo ndani, lazima vitu kama hivi vitatokezea tu. Kwa sababu kuna vitu ambavyo unatakiwa lazima uvifanye kwangu mimi, ili ndo maisha mengine yaende, ili pia na wewe ndo upate huo mshahara wako. Kwa hiyo mimi nakuomba tu upambane na naamini kila kitu kitakuwa sawa upande wako. Sawa? Sawa. Muda sasa umeenda. Mimi nakuomba nenda kaandalie chakula cha mchana kwa sababu ukichelewa hapa utakuja kukutana na vitu vingine alafu baadaye ikawa tatizo tena kwa upande wako. Sawa. Nenda. Na kesha mawazo kichwa na yanitawala, hata kazini kwangu nateswa, kosa langu silijui. Na mimi na wivu, sina roho ya chuma, naumia na nitesa kutwa yote sikufichi. Mahili mjomba, kama unavyofahamu, unajua kilichotuleta hapa. Ni muda sasa umepita. Unatakiwa kuoa na mama yako ameshakutafutia mchumba mwenye tabia mzuri, yeye na familia yake. Sisi kama familia tumemridhia umuoe. Hapana mjomba. Mimi sasa hivi sio mtoto tena. Ni mtu mzima, naelewa ni kitu gani nafanya. Sijakataa mimi kuoa, ila siwezi kuoa mwanamke ambaye mimi simjui. Nimeletewa tu from nowhere alafu tena naambiwa nimuoe. Mimi naomba nipatiwe muda. Nitatafuta mwanamke ambaye yupo sahihi na familia yake na tabia nzuri na yeye mwenyewe pia ana tabia njema, nitamuoa, lakini sio kukurupuka hivi. Mahili, kama unavyoelewa, muda unazidi kwenda. Na mila na desturi zetu huwezi kukabidhiwa kampuni mpaka uwe umeoa. Ndio maana tunaharakisha mchakato huu wa ndoa ili uweze kuoa tuweze kukukabidhi kampuni. Na kama unavyoelewa, mtoto wa kiume uko peke yako. Ni lazima uoe ndipo ukabidhiwe kampuni. Mjomba, hivi unavyofanya sio sawa hata kidogo. Alafu mimi sikufikiria kama na wewe unaweza kaja kuunga mkono haya mambo. Sasa mjomba, huyu si mtu mzima. Maana yake tayari nahisi alikuwa na mwanamke ambaye ana malengo naye. Kwa hapo ni mlikuwa mumpe muda, mmwambie anatakiwa kuoa ili yeye amlete mwanamke wake. Lakini hiki mlichokifanya nyie ni kama uonevu. Na hata baba angekuepo sidhani kama angeruhusu hupu. Happy. Lengo la kikao hiki ni kuhusu Mahiri kumuoa Fami na si vinginevyo. Naomba tusiharibiane kikao kabisa. Mimi siwezi kufanya hichi kitu ambacho nyinyi mnachokitaka. Naomba nipatiwe muda kama nilivyosema. La sivyo mimi siwezi kuoa hata siku moja. Sawa mjomba. Tunakupa siku 3. Utuletee huyo binti ambaye tutakayeweza kumlizia. Awe na tabia njema yeye na familia yake. Kaka, nini kinaendelea? Siku 3 tena? Kivipi? Dada, naelewa ninachokifanya. Mahili, fanya kama nilivyokuambia. Mjomba, mimi naamini ndani hizo siku 3 tayari nitakuwa nishajua ni kitu gani cha kufanya. Kwa hiyo mimi naomba tu hizo siku 3. Chaguo la mama, chaguo la mama, chaguo la mama. Sio rahisi kama unavyozani,
sio rahisi, utazani ni utani. Pale jicho linapokwa na ukungu, kufosi kutazama. Kaka, mbona sielewi? Dada, hizi siku 3 nimempa ni mtihani tu. Mimi naamini ndani siku 3 hawezi kumpata binti akatuletea hapa. Na pia huu ni mtego tu. Hata akimleta tuna uwezo kumkataa. Vipi kama akifanikiwa? Lengo letu litatimia kweli? Na naamini halitofeli jambo letu. Litafanikiwa na Mahiri atamuoa yule binti. Kaka, mimi nakuamini sana. Naomba ili jambo liende kama tulivyolipanga. Sawa. Chaguo la mama. Sasa kaka, sasa hapa tunafanyaje? Kwa sababu yule mwanamke wewe ndo kama hivyo haumpendi, hautaki hata kumsikia. Na hapa ndani ndo ushapewa hizo siku 3. Hapa tunafanya kitu gani sasa? Yaani kiukweli hapa mimi kichwa changu kimepata moto sana. Lakini unajua siku zote katika maisha mimi naamini kile ambacho unachokipambania Mwenyezi Mungu tu atakufanikishia. Mimi siwezi kwenda kumuoa yule binti. Simpendi, yani katika moyo wangu hayupo hata kidogo. Kwa sababu kama nikisema nikubali kile ambacho ninachokitaka mama, naweza nikamuoa alafu baadaye mimi nikakosa furaha. Na furaha kwenye maisha ndio kila kitu. Kwa hiyo siwezi nikafanya hiyo maamuzi ya kumuoa yule binti ili kumfurahisha mama na watu wengine. Alafu mimi baadaye nikaendelea kuumia. Kitu kama hicho mimi siwezi kufanya hata siku moja. Au ushaanza kumpenda tusubiri maana nyewe wanaume bwana. Yule mwanamke mimi siwezi kumpenda. Hata mniache miaka 60, 70 hadi nife. Yaani mimi siwezi kumpenda. Hayupo kabisa katika chaguo la wanawake ambao mimi nawapenda. Ya sawa. Kwani kaka, mimi najua wewe ni mtu mzima. Haujawahi kuwa na mwanamke labda ambao ulikuwa na malengo naye? Yupo mwanamke ambaye mimi nampenda sana. Na yeye ndo nimemfanya awe chaguo langu. Lakini sasa huyo mwanamke hayupo tayari kumtambulisha kwa wazazi. Yaani na nikimwambia pia swala la kutaka mimi na yeye kuoana, yani yeye hataki kusikia kabisa. Anasema na mambo yake mengi sana anataka afanye. Kwa hiyo kuingia kwenye ndoa sasa hivi au kuja kumtambulisha kwa wazazi ni kama vile nitambana ama hatakuwa huru yeye kufanya kile ambacho anachokitaka. Kwa hiyo nikaona nisimlazimishe sana maana nishajaribu kumforce bado anasimamia msimamo wake ule ule. Kwa hiyo hata sina cha kufanya. Nimeona tu bora tu tuishi hivyo ambavyo yeye anataka. Hapana. Yaani hiyo ni issue ndogo sana. Kwa sasa hivi mwanamke yoyote yule anatamani kuolewa. Tena na wewe kakaangu ulivyokuwa handsome. Familia yetu yenyewe ndo kama hivi. Sidhani kama kuna mwanamke anaweza kukataa kuolewa naye. Mimi naona wewe tu hujawahi kumwambia hii issue ukiwa serious. Hapo tupange tu twende tukaongee naye. Nijaribu na mimi kuzungumza naye na imani tu ataelewa. Sawa, hiyo mimi nahisi ni wazo zuri sana kwa sababu unajua wanawake kwa wanawake nyinyi mnaweza mkaelewana. Kwa hiyo unaweza kwenda kuongea naye pale ukakuta akakubali mambo mengine yakaendelea. Haya, ila nawe sasa ndio uchangamke wewe mwanaume. Usijali kwanza sasa hivi nitakazana yani kama nyangumi nitakuwa na nguvu. Chaguo la mama. Chaguo la mama. Chaguo la mama. Sio rahisi kama unavyozani. Sio rahisi utazani ni utani. Pale jicho linapokwa na ukungu, kufosi kutazama. Chaguo la mama. Unayempenda napendwa na wengi. Tunapitia magumu tunapopendana na kupokea maumivu. Ukaba unatawala kukesha bar kila siku kila mara. Siku moja sitaacha kuimba nyimbo nzuri ambazo nakupenda. Unajua kuna wakati mwingine najiuliza kwa nini nilichelewa kuonana na wewe. Kwa sababu toka nianze kukutana na wanawake zangu wote sijawahi kukutana na mwanamke mtamu kama wewe. Bado na wakati mwingine najiuliza sijui ulizaliwa kwenye mzinga wa nyuki. Nasikia kuna muda sitamani hata uondoke. Sababu bizi zetu harakati. Ndio maana kuna wakati zinanifanya niwe mbali na wewe. Sawa tu, mimi pia nataka kukaa sana. Kwa sababu nakupenda na unaelewa hiyo. Nalifahamu.
Sasa hivi hapa naona muda unazidi kukimbia, sawa? Pale video vya bodaboda pale unaisha na kufunga. Baada tutoke ukapanda bodaboda ili madi waiko na nyumbani. Baby, sikwani sasa silali chukuko. Baby, mimi naye hapo ndo tunaanza kupiza na kelele. Kisha mwenyewe kwa hiyo kwenda nyumbani. Siku nyingine tutakuja tupumzike. Lakini sipendi mwanamke ambaye anashindwa kunielewa. Tutakosana sasa hivi. Baby, shaanza sasa. Tutoke. Chaguo la mama, chaguo la mama. Sio rahisi kama unavyozani, sio rahisi utazani ni utani. Pale jicho linapokwa na Mume wangu. Huyu nani? Rafiki yangu. Rafiki yako wa kike? Unajua kuna mwingine unapenda tupizane kelele. Ndio rafiki yangu. Wewe, huyu nani? Dada jishikilie, umeshajibiwa? Nisikize nikwambie. Nadhani unifahamu vizuri. Kuna wakati sipendi kupigizana kelele kabisa na wewe. Nenda, tutawasiliana. Sawa. Hivi wewe, mbona kuna muda unapenda tupigizane kelele za kipumbavu? Nakwambia kabisa huyu ni mgeni, rafiki yangu. Una heshima basi. Kuna muda dharau zisizidi mipaka. Tambua mimi nani kwako basi. Sio rafiki yako mume wangu, yeye ni mwanamke wako, nakujua vizuri. Nakujua vizuri kabisa mume wangu. Unakufanya mambo gani sasa? Nakwambia kabisa huyu ni rafiki yangu, ni mgeni sasa. Sio mwanamke wangu. Wewe mwanamke umenipa wewe. Umenipa wewe. Yaani kuna muda basi uwe na heshima basi. Mpumbavu mkubwa wewe. Mtu unakimbilia njoo. Nani yangu? Nisikilize nikwambie wewe. Nitakufanya kibaya hadi familia yako ikinona lazima nishangae. Sawa, leo chakula nikirudi nikuta umetoka. Imani yangu ipo wapi? Napambana kwa ajili ya family, nangukia mateso. Kuna kipi sikifani kwako? Na kesha kupambana silali, nafanya kazi usiku na mchana ili tuwe na maisha mazuri. Mume wangu. Naona tayari ushaandaa. Tayari mume wangu, yani nikasema leo hapa nimfurahishe mume wangu, maana yake kelele kila siku. Yaani hadi zinachosha. Vipi? Unambadilika ghafla? Hivi. Unanichukuliaje mimi? Ni kweli umepika chakula kinanukia. Kina harufu nzuri. Ila bado hujajua mwanaume wako anapenda kula chakula cha aina gani. Hivi. Kwa mfano huko nilipotoka na ngwapo sijala. Siningeshinda na njaa. Nisikize nikwambie. Mimi sio mwanaume wa dawa. Mimi mweupe nje tu ndani mweusi. Mimi siwezi nikala viazi hivyo. Mimi wangu ugali, dagaa, nyanya chungu, matembele. Nitengeneze mwili. Uwezo unalisha viazi haya. Yeye unataka nile viazi ili mradi chumbani niwe mzaifu. Ukanitangaza nje. Kwa kunambi chumbani hayawezi. Mwanaume wangu anilizishi. Kumbe wewe unataka nimalize nguvu. Hivi mume wangu, labda nikufanyie nini ili ulizike? Yaani leo nimesema hapa niwahi kurudi, nimpikie mume wangu chakula kizuri, nimejitafuta huko nimpata kila kidogo hiki, lakini bado unasema hivyo jamani, kweli? Unataka nini wewe? Kweli hichi ni chakula. Lakini cha watu kama wewe. Ila sio cha mtu kama mimi. Kwa sababu mimi ni mwanaume gentleman, najielewa. Najua vyakula gani ambavyo napaswa nile. Sio takataka kama hizi. Basi kama hivyo ungeacha za matumizi. Kuna muda usiniforce nifanye tutu baya kwako. Kwa sababu unadhani potoka nimetoka kucheza mimi. Kama vyakula vyako vitamu. Kula basi wewe unanepe. Piga tena sahani mbwa maidi. Takataka mkubwa. Hivi umezaliwa au umetoka dukulini? Mbwa. Kula basi unanepe.
chaguo la mama, chaguo la mama. Yaani huyu mwanaume sijui nimfanyie nini ili alizike. Yaani mwanaume unampenda lakini mimi hata haelewi. Mimi nimechoka bwana. Sio rahisi utazani ni utani. Pale jicho linapokwa na ukungu, kufosi kutazama. Chaguo la mama, unayempenda napendwa na wengi. Tunapitia magumu tunapopendana. Unafanya nini hapa? Wewe vipi? Nakuuliza unafanya nini hapa? Okay, sawa. Jana ulinikuta kule club na ukaniambia kwamba unahitaji huduma yangu. Nakwambia sawa, lakini twende guest. Ukaniambia kwamba una kwako. Ndio maana tupo hapa. Alafu pia uliniambia unanipenda sana na huwezi kuniacha. Mimi sikumbuki chochote. Sasa nikuombe kitu kimoja. Vaa nguo zako utoke. Sawa, lakini ngoja basi nikaoge. Sitaki uoge. Vaa nguo zako tumalizane. Sasa mimi naondokaje nikiwa hivi? Nisikilize. Anayepiga hapa ni mwanamke wangu. Sasa naomba usiongee chochote. Hello. Mimi nipo nje muda mrefu sana. Chaguo la mama, chaguo la mama, chaguo la mama. Sio rahisi kama unavyozani. Sawa, nakuja. Sio rahisi utazani ni utani. Naomba nisaidie kitu kimoja. Utavaa nguo zako. Nitakuvisha sehemu. Usitoke. Na kwa sababu ukifanya hivyo nitakuongezea pesa. Utaniongezea shilingi ngapi? Nitakupa 60. Sawa. Sawa. Kupokea maumivu, ukaba unatawala, kukesha bar kila siku, kila mara. Hivi kwa nini ujari fura unaniumiza? Ukaba unatawala, kukesha bar kila siku, kila mara. Hivi kwa nini ujari fura unaniumiza we dada? Chaguo la mama. Karibu. Asa mbona mimi nimegonga mlango muda wote hutaki kufungua. Yaani mimi nilikuwa nyumbani nimekupigia simu mara nyingi haupokei. Nikaamua nije hapa nikuone. Lakini pia nakuja nasimama mlangoni karibia nusu saa nzima. Usinyone basi. Nilikuwa nimelala. Njoo basi. Usinyone. Haya mataseka. Kila mtu anataka furaha aipate kwa muda na pambwa, ila sio kwa ubaya. Sio kwamba mimi sina makosa, mimi sio malaika na kosea. Ila mimi nimekuja tu kukuona mara moja afu niweke simu. Sawa. Haina shida. Ila sio kubaya, sio kama sina makosa, sio malaika na kosea. Bye. Sawa mpenzi. Nakupenda. Nakupenda pia. Mbona kama kuna simu inaita? Simu. Mbona sisikii simu yote? Jaribu kutega masikio yako vizuri. Oh, hiyo sauti.
hiyo itakuwa ni jirani, sio humu ndani. Hebu usinifanye mimi mtoto mdogo. Yaani mimi simu naisikia inaita jikoni kwako, alafu wewe unaniambia hauisikii simu ikiita. Wewe si hauisikii simu? Sasa subiri mimi nikaangalie. Kila mzee anataka furaha aipate kwa muda na pambwa, ila sio kwa ubaya. Sio kwamba mimi sina makosa, mimi sio malaika na kosea. Mwanaume anataka furaha aipate kwa muda na kombeo, ila sio kubaya. Unashangaa nini sasa? Utakufa na malaya wako. Pale jicho linapokwa na ukungu, kufosi kutazama chaguo la mama. Unayempenda napendwa na wengi. Tunapitia magumu tunapopendana na kupokea maumivu.